Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuja kuzindua mwongozo wa kwenda kufundishia masuala ya rushwa. Nafahamu rushwa ni tatizo. Sisi skauti katika kutimiza malengo endelevu tuliona lengo namba 17 ambalo linatutaka kuwa na taasisi imara lakini na mashirikiano na taasisi zingine. Tuliona vijana ambao sisi tunahangaika nao kuwajengea uzalendo, weledi, uaminifu, kujitambua na kuipenda nchi yao, wana tatizo kubwa linalosumbua maisha yao na ni rushwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ni kijana na vijana wenzako wanakutegemea. Vijana wengi ndio waathirika wakubwa wa rushwa. Vijana sie wajana tumepita salama katika baadhi ya changamoto za rushwa tulizopambana nazo, sizo nazopambana nazo leo. Ilitosha kutufanya scout kuona kwamba tunahitaji kuchanganya nguvu ili kuifikisha elimu hii katika daraja la chini sana kwa vijana wa umri mdogo, ili wanapokuwa waweze kujua rushwa ni nini, inafananaje, madhara yake na namna gani. Unapoona ushiriki huu wa utatu kwamba tuna makamishna skauti kutoka mkoa, maafisa elimu ambao hao ndio wenye shule pekee yetu, skauti hatuna mamlaka ya kufika mwisho. Ingawa Mheshimiwa mgeni rasmi, skauti iko chini ya Wizara ya Elimu na hususan TAMISEMI. Jambo hili tukilifanya kwa weledi, tutakuwa tumetimiza ile methali ya Kiswahili inasema samaki mkunje ndani mbichi. Tukianza kuwapa elimu vijana wadogo, wataitukia rushwa. Rushwa inachelewesha maendeleo mengi makubwa na matokeo yake, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mikakati ya serikali awamu zote, kuna baadhi ya mambo kama rushwa isingekuwepo tusingeyafanya leo. Haiwezekani nchi yetu toka mwaka 61 mpaka leo bado tunajenga shule, bado tunajenga zahanati, bado tunajenga barabara na zingine zinajengwa mwaka kesho tunarudia. Tuna matatizo kwenye nchi za wenzetu, kuna vitu wameshaacha, wanabaki kufanya ukarabati mdogo mdogo. Mimi nimeisema hivi kwa kutoa mifano. Tunapokwenda kwa vijana kuwafundisha rushwa ni nini, tuwape mifano inayowagusa wao wenyewe, ili wanapokuwa waone kwamba hili lingefanywa vizuri au fulani angelisimamia vizuri, leo hizi zisingetugusa. Ndio maana tuko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwongozo huu ambao utakabidhiwa leo hapo utaona umeandaliwa kitaalamu sana na umepitishwa katika ngazi zote husika, na kwamba sasa unakwenda kuingia kama kitabu cha rejea kwenye shule za msingi, sekondari na vyuo. Hili ni jambo kubwa sana Mheshimiwa mgeni rasmi, na sisi tutakuwa tumeacha unyayo na alama itakayokuja kusomwa vizuri na watakaokuja baada yetu. Mimi na wenzangu tumehangaika na mwongozo huu, tunajipongeza, tunafarijika, tukiamini yale maneno ya Mzee Mwinyi siku mimi naapishwa kwa nafasi ya alisema, maisha ya mwanadamu ni hadithi. Basi mwanadamu, hata hadithi njema itakayokuja kusimuliwa na watakaokuja baada yako. Tumetimiza hili na mengine mengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi mwanasiasa na mwanasiasa, mimi ndio mlezi wa kundi hili la skauti. Naomba nikutambulishe. Skauti wako katika kila idara, kila wizara nchi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe uko Wizara ya Utumishi. Maskauti hawa kwa mujibu wa kanuni na taratibu, tuna vikao vyetu, tuna matukio yetu, na kuomba kulibebea ujumbe huu. Tunapowahitaji maskauti hawa, moja, wakuu wao wa idara au viongozi wawaruhusu, lakini wasiwaruhusu tu bila kuwawezesha, wawezeshe. Na mimi natoa shukrani za kipekee kwa taasisi, maana imewaruhusu, imewawezesha. Sisi Mheshimiwa mgeni rasmi, hatuna bajeti. Bajeti yetu iko kwenye kila wizara, kila taasisi inayohusika na serikali.
Sisi ni whistleblowers. Kazi yetu kupiga kelele. Kama kuna jambo limekushinda tulete sisi. Sisi tuna uwezo wa kuingia. Hawa maskauti kuna vipenyo. Hawa scout kuna vificho. You know what I mean? Simenisoma. Wanaweza. Kwa hiyo ziko baadhi ya taasisi anakwambia scout wa walimu. Mimi sina budget. Hata mnaponiona na gari nzuri yako chini alhamdulillah serikali. STL. Oh my God. Nadhaminiwa na serikali. Ndio tunavyoishi. Kwa hiyo hawa vijana waliopo kwenye kila taasisi, hebu tueni mwongozo. Hawaendi kucheza harusi wala hawaendi kudanga. Wanafanya kazi nyeti, lakini wanapata madhalilisho mheshimiwa mgeni rasmi baadhi ya maeneo mpaka huko. Lakini ombi la pili mheshimiwa mgeni rasmi, management ya utumishi wa umma iko kwenu. Katika teuzi zinazopendekeza, mmependekeza makundi yote, kundi langu mmelisahau. Mimi nina vijana weledi, wana elimu ya kutosha, mahiri, wazalendo ambao mkiwaweka katika baadhi ya nafasi watakuwa kigezo chema. Kila mmoja mkitaka PhD, mkitaka degree za pili, za kwanza, sasa mnapofanya zile teuzi mnapopendekeza, watafaidika wale na scout utaonekana kama kumbe ni kazi yenye thamani. Lakini watatufanyia kazi zaidi ya mbili hapa. Hii atakayotumwa na nyingine ambayo amekula kiapo chake. Mimi ni muombe. Najua kuna kundi moja bado mnaangalia. Nitafarijika sana nikiona mkeka ule ukitoka kama mimi mmeniokotea. Maana mimi hondo mlezi wa wana. Hapa leo mnakutana kwa pamoja. Nyinyi ni wawakilishi wa kundi kubwa ambalo halitofika katika mafunzo haya. Kumekuwa kuna tabia ama mazoea, tunapoitana kwenye semina au mafunzo mbalimbali tunaipokea sisi kama sisi, lakini tukirudi kwenye maeneo yetu ya kazi elimu ile huwa hatuifikishi kama ambavyo ilikusudiwa kufikishwa. Sasa leo nitumie fursa hii kuwataka maharaio wote mliokuwa ndani, mpeane timeline. Mnaporudi katika mikoa yenu, muhakikishe mnaita ma-DEO wenu, mnakaa na makamanda wenu wa TAKUKURU ili nao waweze kupata haya mlioyapata hapa kabla hayajawa tairute muda mrefu. Naomba nirudie tena, hili si ombi bali ni agizo. Mnaporudi katika maeneo yenu ya kazi, mara moja muite ma-DEO wenu nao wapate mafunzo haya ambayo nyinyi mtayapata. Nafahamu kwa sababu ya uwezo hatuwezi kuwaita wote nchi nzima wakafika hapa, lakini nyinyi wachache mmekuja hapa ili kuipeleka elimu hiyo iweze kufika kule chini. Mwongozo huu ukajadiliwe kila wilaya katika nchi yetu ili tuweze kutokomeza rushwa katika hii. Na niwapongeze sana TAKUKURU tena na scout kwa kuja na hii. Ni jambo zuri sana. Scout ipo kila sehemu, ipo katika kila wilaya, katika kila shule. Tukiitumia vizuri, naamini kabisa tutakuwa na mabalozi wema wa kutokomeza rushwa katika vijana hawa wa scout. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, ama baada ya kusema haya yote, kwa furaha kubwa niko tayari sasa kuzindua kitabu cha mwongozo wa mafunzo kwa wawezeshaji kufundisha vijana wa scout kuhusu kuzuia na kupambana na rushwa. Na natangaza kuwa mafunzo kwa ajili ya kupitia mwongozo huu yamefunguliwa rasmi, na watakia mafunzo mema. Lakini pia alizungumza hapa Mheshimiwa Mwantumu Mahiza, mama yangu huyu, juu ya watumishi wa umma kuto kupewa nafasi ya kushiriki katika mafunzo katika shughuli mbalimbali za scout. Mimi hili nimelipokea na ninakwenda kulifanyia kazi na kuhakikishia muda mfupi kutoka sasa utatusikia kutoka wizarani kwetu juu ya jambo hili kwa watumishi wa umma kuweza kupewa ruhusa ya kwenda kushiriki katika shughuli mbalimbali za scout.